Wakati zoezi la kuchukua na kurudisha fomu likiwa bado linaendelea kote nchini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo tumeshuhudia idadi kubwa ya watu tofauti kutoka nyanja mbalimbali wakichukua fomu, ambapo tumeona watu maarufu, wasanii, wachambuzi wa soka, wanahabari, wanasiasa, walikuwa wakuu wa mikoa na wilaya, makatibu wakuu, ambapo kila kukicha wamekuwa wakimiminika katika ofisi mbalimbali za chama kwa ajili ya kuchukua fomu za kuwania nafasi mbalimbali za udiwani na ubunge hapa mkoani Arusha. Nako mambo si haba. Kamera za Jambo TV hii leo zilikuwa zikimulika katika ofisi za CCM wilaya Meru zilizopo katika kata ya Usariva, ambapo zimeshuhudia watu tofauti wakichukua fomu, lakini na wengine wakirudisha. Tumeshuhudia mbunge anamaliza muda wake katika jimbo la Arumeru Mashariki, John Palanjo, akichukua fomu, lakini aliwahi kuwa mbunge wa jimbo hilo kupitia Chadema, Joshua Nassari, naye amechukua fomu. Hii leo ukiachana na hao, kamera zetu zimeshuhudia msomi Mathew Mndeme. Huyu ni mwadhiri wa TEHAMA Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, naye anautaka ubunge katika jimbo hilo. Bwana Mndeme amechukua fomu ya kuwania ubunge mapema hii leo, ambapo baada ya kuchukua fomu alizungumza na waandishi wa habari akieleza nini kimemsukuma kuchukua fomu hiyo. Sawa, mimi naitwa Mathew Mndeme, ni mkazi wa kijiji cha Njani, kata Nkoranga, lakini ni mhadhiri wa TEHAMA Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ninafundisha pale, ni mwaka wa 18 sasa. Nimechukua fomu ya kuomba idhini ya Chama cha Mapinduzi kugombea ubunge katika jimbo la Arumeru Mashariki kwa sababu kama 2-3 hivi ambazo nitazitaja kwa kifupi. Moja, sisi jimbo la Arumeru Mashariki ni kati ya eneo lenye neema na fursa nyingi za kiuchumi na kijamii. Ni eneo ambalo linakaliwa na watu ambao ni wafanyakazi, wanafanya kazi kwa bidii, ni wakulima, wafanyabiashara, wafanyakazi na shughuli nyingi. Lakini Meru kuna fursa nyingi ambazo zinatoa nafasi ya kuleta maendeleo makubwa ya kijamii. Lakini kusema ukweli, hali ya jimbo letu mpaka sasa hivi haifanani na fursa zilizoko, lakini na aina ya watu ambao wako na utendaji kazi wao. Kwa hiyo nimechukua fomu hii ili niweze kuleta uongozi katika kusaidia jimbo letu kuweza kufaidi fursa zilizoko na bidii za watu wake katika kujiletea maendeleo. Moto ambazo zinaikabili sekta ya TEHAMA na uchumi kupitia TEHAMA. Kwa hiyo kwa maarifa na ujuzi huu, ninahakika kwamba nina mchango ambao ninaweza kutoa kwanza kwenye jamii yangu, lakini pili kwenye taifa kupitia jukwaa la siasa, kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wa uchumi wa kidijitali ambapo teknolojia ya habari na mawasiliano inatawala sekta zote za kiuchumi, kijamii na utoaji wa huduma. Kwa hiyo tunahitaji watu wenye uelewa sahihi ambao wanaweza wakatafsiri hali ya uchumi wa nchi na dunia katika muktadha wa mabadiliko ya kidijitali duniani. Jambo la tatu, kwa nini nimechukua fomu? Mimi nimekuwa kwenye uongozi maisha yangu yote kuanzia shule ya msingi mpaka hapa nilipo. Nimeshiriki sana katika kutatua changamoto za kijamii, kutunga mikakati na kudili na complex problem ambazo zinakabili jamii. Nina hakika kabisa katika hali tuliyoko, na ukitazama ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imetolewa, inahitaji watu wenye uelewa, wenye ufahamu, wenye maarifa, lakini na uwezo wa kufikiri na kutatua changamoto ambazo zinaikabili jamii ili kufanikisha zile ahadi ambazo chama imezitoa katika ilani yake. Nina imani kabisa kwamba nikipewa fursa na chama changu, nina uwezo wa kuwa msaada mkubwa kushirikiana na wenzangu katika kutatua changamoto zilizoko. Lakini 4, watu wa Meru wanahitaji uongozi bora zaidi. Nina appreciate kwamba kuna kazi imeshafanyika na viongozi ambao wametangulia, lakini ninadhani Meru inahitaji uongozi bora zaidi. Uongozi wenye uwezo wa kuendana na hali na changamoto zilizoko, uongozi wenye maadili, uaminifu, watu wenye historia ya kufanya kazi na kudeliver, lakini pia inahitaji uongozi ambao unaweza kuileta jamii pamoja ili tutatue zile changamoto ambazo zinatukabili kama watu wa Meru. Na mimi nadhani bila mashaka kabisa nina historia na uzoefu na maarifa na elimu ambayo inaweza kutumika kuisaidia jamii yetu tukasonga mbele. Sasa kwa kuwa
kampeni hazijaanza za chama wala za uchaguzi, sitaongea mambo specific ambayo yanahusu vipaumbele ninavyoviona ndani ya Meru. Wakati ukifika nitafanya hivyo iwapo chama changu kitanipa fursa na nafasi ya kushiriki kampeni ndani ya chama, lakini na hatimaye kuteuliwa na chama changu kuwakilisha katika uteuzi wa kuwakilisha watu wa Meru. Nashukuru sana.